Samaki wakubwa kabisa huko. Wow. Kambale wengi. Hii wale pale. Wale pale. Nataka nimchukulie mzee wangu nimpelekee mmoja. Hii hapa, huyu hapa, huyu hapa, huyu hapa. Huyu hapa. Huyu hapa. Wow. Nimefurahi sana. Anafuata maji, anafuata palipo na maji. Kumbuka samaki wa kambale, aina kambale, anaweza kukua katika mazingira ambayo ni magumu sana, hata kama maji ni kidogo, baada anaweza kuishi vizuri. Lakini pia budget yake ya chakula ni ndogo ikilinganishwa na sato. Ana masharti machache zaidi kuliko sato. Hawa hapa kambale. Huyu hapa kambale. Huyo mwingine. Alafu na sato kubwa. Wow, yani kambale ni wengi sana. Yani hapa ina maana hii ni mbegu ta. Wow. Au wanazaliana nini? Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Kulima uko wapi? Mvue piga makasia. Nawe mfugaji usipange kukosa katika kipindi hiki cha kilimo, ufugaji na uvuvi. Kilimo, 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 kilimo. Ninapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana. Jipatie maarifa, ujuzi na ushauri katika kipindi hiki cha kilimo, ufugaji na uvuvi. Nami mtangazaji wako Christopher Kimaro. Ninakusalimu tena msikilizaji wangu wa kipindi bomba kabisa, kipindi maridadi, kipindi cha kilimo, mifugo pamoja na uvuvi. Bwana ametupa nguvu na uzima na afya ya kushiriki katika shughuli zetu za kawaida za kilimo, uvuvi pamoja na ufugaji. Nipende kukualika msikilizaji wangu, na leo nimekuandalia mambo mazuri mno. Ewe mfugaji, je, nikuulize swali hili kwamba ulishawahi kusikia kitu kinaitwa ufugaji wa samaki, ufugaji mseto? Kaa nami hapo, maana tutakuwa na mawasiliano na mtaalamu wa ufugaji wa samaki siku ya leo, aina ile ya kambale. Kilimo, 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 kilimo. Ninapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana. Tulime sana na tukipe thamani. Siku ya leo msikilizaji wangu, tutakwenda kuangalia ni mbinu gani za kutumia ili uweze kumudu kufuga samaki kwa gharama nafuu. Na samaki ambapo tutamzungumzia siku ya leo ni kambale. Ufugaji wa kambale ni fursa kubwa hapa nchini Tanzania, hasa kwa wale wanaotafuta chanzo cha kipato cha ziada. Ni bora kufuga kambale kwa kuzingatia mbinu bora za ufugaji na kuhakikisha masoko ya uhakika. Wafugaji wanaweza kupata faida kubwa kutokana na ufugaji wa kambale. Samaki hawa wanatoa lishe bora, wanahimili mazingira magumu, na wana soko kubwa ndani na nje ya nchi yetu. Alitufunza Nyerere, umoja mshikamano. Basi huyu kambale ni kujuze tu kwamba ni samaki anayestahimili hali tofauti za mazingira. Ana kiwango cha juu cha ukuaji na ni chanzo kizuri cha chakula chenye protini. Tutambue kilimo ni uti wa mgongo, tutavuna korosho na mizeti. Basi kwa siku ya leo msikilizaji wangu wa kilimo, tunaye mtaalamu wa ufugaji pamoja na kilimo. Yeye anatokea pale Chato, Geita. Anajulikana kwa majina ya Bashiru Nuru Ibrahimu, na yupo tayari kabisa kwa upande wa simu hapa. Anakwenda kuzungumza nasi na atatuelimisha. Nikusihi tu msikilizaji wangu uweze kuwa na daftari pamoja na kalamu, uweze kupata nukuu kadhaa hapa kutoka kwa mtaalamu wetu huyu, ambapo tunaongea naye moja kwa moja kwa simu kutoka pale Chato.
Asante. Kwa majina naitwa Ngatibu Ibrahim. Ndio. Na nafanya kazi na Aje Farms. Sawa, karibu. Na tunafanya kazi kwa mkoa wa Kagera na Geita. Na hapo unapopiga simu ni wapi? Hapa niko Chato, Geita. Sawa, karibu. Shughuli zetu kubwa ni kilimo na ufugaji kwa ujumla. Sawa, leo tunazungumzia nini? Leo tunazungumzia ufugaji wa samaki kwa mtaji mdogo. Sawa, karibu. Kwa nini mada hii? Ni kwa sababu mahitaji ya samaki yanazidi kuongezeka, lakini uwezo wa vyanzo vyetu vya samaki kama ziwa, bahari unabakia vile vile au unapungua. Ndio. Kwa hiyo ndio maana tuliona kwamba kuna fursa hapo kama wajasiriamali kuweza kubuni mbinu za kuzalisha samaki. Sawa kabisa. Watu wengi wanafanya uzalishaji wa samaki, lakini changamoto kubwa sana imekuwa ni mtaji, na gharama kubwa ipo kwenye chakula. Sawa. Endapo mtu ataweza kucontrol gharama za chakula, basi ufugaji wa samaki ni mwepesi, kwa sababu nje na mahitaji ya maji kama mahitaji ya msingi, lakini mahitaji ambayo inakwamisha watu wengi wakashindwa kufanya vizuri kwa Tanzania ni gharama za chakula. Ndio. Na chakula tunachokizungumzia sana kwa samaki hapa ni chakula cha protein. Sawa. Si kwa samaki peke yake tu, bali pia na kuku, kwa sababu chakula cha protein kama dagaa ama ubuzi, vyakula vile vya protein vyote vina gharama kubwa sana ikilinganishwa na vyakula vya wanga. Kwa hiyo tumebuni mbinu za kuzalisha au kufuga samaki kwa kutumia gharama nafuu sana, kiasi kwamba mtu ambaye ana mtaji pengine hata wa $500,000 ndio ama $1,000,000 anaweza kudhubutu kufuga samaki hata nyumbani kwake. Na hapa naomba nifafanue, na ninaanza kwa kufafanua juu ya mambo makuu mawili. Kabla hujaenda kufuga samaki lazima ujue mambo makuu mawili kuhusiana na samaki. Sawa. Ukijua tabia zake, ukijua mifumo ya ufugaji, ndio hasa utajua kwa nini na kueleza nitakayokueleza hapo baadaye. Tukichambua masuala mawili juu ya samaki, ninaanza na tabia za samaki. Sawa. Haya ni mambo ya msingi sana. Yaani kama ndo funguo ya kuingia ndani katika ufugaji wa samaki, lazima umjue samaki ana tabia gani. Sasa tabia kwanza inaweza tukaielezea kwa kuzingatia aina ya maji anapoishi samaki, aina ya maji. Kila samaki ana aina yake ya maji, si kwamba kila samaki ataishi kila aina ya maji. Ndio. Na kwa vigezo hivyo vya aina ya maji, samaki anaweza gawanywa katika makundi matatu. Kuna wale wanaoishi kwenye maji ya vuguvugu, yani maji ya kawaida ambao niseme kwa lugha nyepesi, ukioga huwezi kusikia baridi wala moto, au wanaitwa warm water fish. Na hapa ndio kuna kundi la samaki kama kambale, samaki kama kamongo, kwa anaita kamongo kandaziwa. Ndio. Alafu kuna samaki kama sato ambaye ni maarufu sana kwa Tanzania. Hawa ni samaki ambao wako nakaa kwenye maji ya vuguvugu, sio kama ya moto kiasi, ni vuguvugu. Joto lake inaweza kuwa 25 mpaka 32. Sawa. Lakini wapo samaki wengine wanakaa kwenye maji ya baridi, na wapo samaki wengine wanakaa kwenye maji ya baridi sana. Kwa mfano kwenye bara zile kama bara ya Arctic kule ambapo kuna barafu kabisa. Lakini kwa samaki wengine ambao wanakaa kwenye maji ya baridi kama salmon, samaki yule anayeruka juu, anaruka juu hewani. Huyu ni samaki ambaye ana kwenye maji ya wastani, si baridi sana, si joto, sio vuguvugu. Kwa hiyo ni ya kwanza, kujua aina ya maji samaki anapokaa. Hivyo na hayo maji kwa joto, lakini bado kuna swala la maji yale yana chumvi au hayana chumvi. Mfano kuna samaki ambao ukitoa maji ya bahari, ukamleta maji ya ziwa, kwa mfano utoe bahari ya Hindi Dar es Salaam, ndio umlete ziwa Victoria na kufa. Na kuna mwingine utamtoa ziwa Victoria ukimpeleka bahari ya Hindi, yote ni maji, lakini ukitoa hapa ziwa Victoria ukampeleka bahari ya Hindi anakufa. Ni kwa sababu ya maumbile ya maji yale. Kama maji mengine yana chumvi, samaki wengine hawezi kukaa. Kwa mfano sasa hawezi kukaa kwenye bahari ya Hindi. Ndio. Lakini kuna samaki ambao ni ghali sana, yule samaki anaitwa tuna fish. Yule anayekaa bahari ya Hindi, kimleta kwenye ziwa Victoria hawezi kuishi. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua ni aina gani ya samaki na maji aina gani. Kuna tabia nyingine za maji kama pH.
Sasa kuna tabia nyingi sana za maji, na mara nyingine kama ikibidi huwa tunalazimika kupima hata maji yenyewe. Kuna maabara maalum ambazo huwa zinapima maji kubaini maji haya yana pH kiasi gani, yana sodium kiasi gani, yanaweza kufaa kwa samaki huyo hapana. Kwa hiyo kuna wakati ambapo inalazimika kupima maji yale ambayo unataka kutumia samaki. Lakini kwa mtaji mdogo kurejea kwenye mada yetu, kwa mtaji mdogo mara nyingi hatupimi maji. Tunaangalia kwenye ile eneo tipa, kwa mfano sisi kwa Victoria, kwa ukanda wa Ziwa Victoria. Sawa. Kwa sababu ya kupima maji, kwa sababu maji yanatoka kwenye mkondo wa ziwa, kwa hiyo mara nyingi sina sababu ya kuongeza gharama kwenda kupima maji. Kwa hiyo hilo jambo la msingi sana ambalo aina ya maji. Lakini pia kuna joto la mazingira. Joto la mazingira kama joto viji ama room temperature. Yes. Na hapa namaanisha kwamba kuna maeneo ambayo yana baridi sana. Maeneo tu kama Njombe, yani unakuta kuna baridi tu muda wote, baridi watu wanatumia kama mbote. Lakini maeneo ambayo yako na joto kwa sababu kada wa pwani. Lakini kuna maeneo yana joto la wastani kama ukanda huu kwetu ya Victoria, unakuta joto liko 25 mpaka 30 ngapi. Sasa samaki wanapata sana joto kwa sababu samaki ana uwezo wa kudhibiti joto kama sisi mwili wetu. Sisi watu tunatoka jasho, tukipigwa kuna joto jingi sana, au kitokea kuna baridi unatetemeka ndio unazalisha joto, lakini samaki yeye hana hizo mbinu. Kwa hiyo lazima unataka kufuga umweke katika mazingira ambayo joto lake halibadiliki nje ya uwezo wake. Na hii ni muhimu sana. Kwa hiyo samaki kama kambale ambao tutazungumzia sana hapa kwa sababu ndio wepesi kufuga kwenye watu wenye mtaji mdogo. Ndio. Lakini pia tutazungumzia samaki aina ya sato. Hapo samaki wengine kama sangara na samaki wengine wengi. Lakini hapa tutazungumzia samaki aina mbili kwa sababu ndizo samaki pendwa hata kwenye soko. Sawa. Sasa kwa kuzingatia pale soko na joto, ndio. Ina maana hawa samaki hawa kambale na sato mara nyingi watakuwa vizuri katika joto riji ama room temperature kati ya nyuzi 25 mpaka 32. Kuna maeneo ambayo yana baridi sana, kufikia labda inakwenda labda ni joto 18 19. Hawa samaki kuwaweka watadangana, hawezi kukua. Hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua wewe mkoa vipo kama unataka kufuga samaki. Eneo lako mara nyingi joto lako ni joto riji ama room temperature ni kiasi gani? Hii itasaidia sana kufanya maamuzi nipige samaki aina gani. Sawa. Kwa hiyo ni la msingi sana kwenye ufugaji wa samaki kama nilivyoelezea kwa awali. Kwa hiyo kwa ufupi kuhusiana joto kwamba hawa samaki sato na pale watahitaji joto hili la 25 mpaka 32. Na watafanya vizuri zaidi watakuwa kwa kasi ndipo joto unakuwa 28 mpaka 30. Hapo katika 28 mpaka 30 watakuwa samaki atakuwa kwa haraka sana. Ukishangaa ukifuga samaki eneo la baridi sana, alafu ukashangaa pale unapofia unashangaa miezi 6 imefika baada hata kilo 1 hajafikisha kama ni 3 au kilo 2 au kilo 3 kama ni kambale hajafikisha. Kwa sababu gani? Mara nyingi ni hata kama unapa chakula kiasi gani, kama joto aliko sawa liko la baridi sana hawezi kukua. Kama joto sana la kuzidi anaweza kufa pia kwa sababu ya stress. Nje na hapo, kwa tabia nyingine ya tatu ya samaki ni kwa kuzingatia chakula. Tabia ya muhimu sana kuzingatia chakula. Tabia tatu. Kwa tabia kwanza kumbuka tumetaja aina ya maji, tabia pili tutataja joto, tabia tatu tutakuwa chakula. Chakula ni muhimu sana kwa samaki sababu ndio mada ya leo. Kwa sababu gharama nyingi za chakula, gharama kubwa ya ufugaji wa samaki iko kwenye chakula. Kisha pata maji, tunachopata swali ni chakula. Sasa kwa kuzingatia chakula, samaki wamegawanywa katika makundi. Unaweza kusema wanyama wote wamegawanywa kwenye makundi matatu. Kuna kundi linalokula nyama peke yake. Ndio. Yaani inakula nyama peke yake au kitu kingine chochote. Carnivorous. Hii kundi la wanyama huitwa carnivores. Ndio. Carnivores. Sasa hawa ule nyama peke yake. Ni kama hata kwa nyama kama mbwa anakula nyama, huwezi kumpa majani asala au simba. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo hata samaki nao wako ambao ni wanakula tu nyama peke yake. Kama samaki kama kamongo, ana meno, ukiweka mkono na ngata, unaweza akangata hata video akatoa. Ile kamongo. Kwa huko anaitwa kamongo. Sio kila sehemu ana majina yake na lakini huyo ni carnivore kwa mfano. Lakini pia kuna samaki ambaye yeye
kula chochote kinachokuja mbele yake. Inaweza kuwa majani au sawa nyama. Nikisema nyama namaanisha na wadudu, yani ndio nyama ile tunavyosema kwa ujumla, kwa sababu nyama wadudu si bado nyama. Kwa hiyo anaweza au unaweza kusema kwa hiyo anakula, anaweza kala. Nikisema nyama hapa nitakuwa namaanisha pia na wadudu pia. Kwa hiyo samaki pia anayekula majani na nyama huitwa omnivore. Unaweza kusema hata binadamu sisi ni omnivore. Mtu anakula mchicha leo, baadaye anachinja kuku anakula. Sisi tutakuwa tunakula pande zote mbili, kwa hiyo ni omnivore. Lakini kuna wanyama ambao wenyewe wanakula majani peke yake, hao wanaitwa herbivore. Sasa herbivore ni kama ng'ombe, ukimpa nyama hawezi kula. Sasa ni samaki wachache sana wenye tabia kula majani peke yake. Sasa kwa kuzingatia hiyo tabia ya ulaji wa chakula, samaki aina ya sato ni omnivore kwa sababu anakula majani na nyama. Yaani nyama nikimaanisha kwamba anaweza kula pia wadudu. Lakini samaki aina hii ya kambale anakula zaidi. Nasema neno zaidi, sio kama anakula peke yake nyama, anakula zaidi nyama, lakini akipata majani pia anakula kambale. Kwa hiyo unaweza kumuita sana ni carnivore. Lakini kuna samaki ambaye anakula tu nyama peke yake, kama nilivyosema hiyo kamongo ambayo ni carnivore. Kwa hiyo hiyo ni msingi sana. Lakini kwa kuzingatia tabia ya ulaji pia, kuna samaki anakula chakula kilichoelea na samaki anayekula chakula kilichozama. Yule anayekula chakula kilichozama mara nyingi ni hawa ambao tunasema hawa jamii ya kambale. Ni samaki wa uwindaji, wanakula chakula kilichozama kipo chini ya bwawa. Hii ni msingi sana kuzingatia, kwa sababu pia unapokuwa unawalisha samaki wako, lakini hiyo tabia wanakulaje, wanakula mchana, kula usiku, wanakula chakula kilichozama, wanakula vyakula ambavyo ni nyama au majani, ndio kuamua niweke chakula gani. Kwa hiyo Otto yeye anapendelea chakula kilichoelea zaidi kuliko kilichozama. Kwa hiyo na kambale sio kwamba kikielea akili mara nyingi atakula kilichozama. Kwa hata unapotengeneza chakula, kwa mfano kama unakula sato peke yake, lazima utengeneze chakula kinachoelea juu ya maji. Ndio. Lakini pia unatengeneza chakula zaidi kwa ajili ya sababu walako unafuga kambale, hapo utazalisha chakula kinachozama zaidi, kwa sababu yeye anapendelea hivyo. Anapenda kula akiwa mjificha. Ila anaweza panda juu na kala. Hilo la msingi sana kuhusiana na mambo ya chakula. Kwa hiyo haya yote yatazingatiwa sana wakati tunaenda kuelezea mada yetu ya ufugaji wa samaki kwa mtaji mdogo kabisa. Lakini pia tabia nyingine ambayo tunaangalia, tabia 4 ya samaki ni juu ya upumuaji. Samaki wana tabia tofauti inapokuja swala la upumuaji. Si kila samaki wanapumua sawa. Kumbuka samaki wanahitaji oksijeni kama binadamu. Hili ni jambo la msingi sana kwa mfugaji kuzingatia. Binadamu ukimbana pua au koo ukamkapa, hawezi kuchukua dakika 3 au ngapi, atakuwa amepoteza maisha, kwa sababu anahitaji oksijeni kila dakika iendayo kwa Mungu. Vile kiumbe yote anayepumua anahitaji oksijeni, hewa safi. Sasa samaki upumua kwa kutumia mapenzi. Nimetamka vizuri, sio mapenzi. Upumua kwa kutumia mapenzi, ama Kiingereza inaitwa gills. Tunatumia mapenzi peke yake. Yaani haya ili aweze kuvuta hewa kwenye mwili, ndio ni aidha ipitie kwenye mapezi, au ukikata samaki kwenye kichwa, hapo utakuta vitu vimepangana mithili ya vitabu au nini, vipangana kwenye kichwa pale, na vinanyoya ndogo ile ni gills ama mapezi. Samaki aina ya sato yeye upumua kwa kutumia mapenzi peke yake. Anatumia mapenzi kuvuta hewa oxygen na kutoa hewa chafu, kwa sababu samaki anatoa takamwili. Takamwili ambao anatoa samaki ni carbon dioxide, na nitaelezea kidogo jambo hili la takamwili hapo baadaye kidogo tunapotaka kuzungumzia ufugaji wa samaki, sababu usipodhibiti takamwili katika bwawa, samaki wako watakufa kwa sababu ya zile takamwili. Oxygen inaongezeka, ammonia inaongezeka. Hizi ni takamwili kubwa sana ambazo tunaziogopa kwenye maji, zikiongezeka ni hatari. Sasa samaki anatoa takamwili carbon dioxide, inapita kwenye wale mapezi, inatoka kwenye mwili, oxygen chafu, ni hewa chafu inatoka kuingia kwenye maji. Lakini kwenye maji anachukua oxygen, hewa safi, inaingia kwenye mapezi, inaingia kwenye mwili, anaendelea kupumua, anaishi vizuri. Sasa huyo ni safi. Kambale sasa. Kambale yeye hutumia njia zote mbili. Mungu amembariki sana usamaki, na ndio maana ni samaki imara sana.
kwa sababu hata akikua ukuaji wake ni wa speed zaidi. Ukimweka pamoja na sato ukawafuga kwa pamoja utawalisha, huyu kambale anakuwa haraka sana, sababu na ndio maana tutamjadili zaidi huyu tunapotaka kufuga, kwa sababu masharti ya ufugaji wake ni madogo zaidi ukilinganisha na ufugaji wa sato. Kambale ukimvua tu ukamweka nje ya maji kwenye chikavu anaweza kukaa hata masaa 48 bila kufa, lakini sato tu ukimtoa kwenye maji, mjaji wake ni kwenye maji, ukimtoa kwenye maji ukampeleka nje sato, kwa sababu yeye anapumua kupitia tu mapenzi peke yake. Ndio maana ukimpeleka nje ya maji inachukua muda mfupi sana, atajitikisa lakini atakufa. Ndio haya ni mambo ya msingi sana unapokuwa tunajadili kuhusiana na ufugaji wa samaki. Na huo ni juu ya upumuaji. Na kwa kuzingatia upumuaji na joto, ndio inaweza kufanya kwamba kambale akawa samaki mwepesi kwa mtu mwenye mtaji mdogo kuliko sato. Kwa sababu gani? Nitaunganisha vitu vyote hivi, chakula, joto na aina ya maji baadaye kidogo. Nikimaliza tabia nitakuonesha ndugu msikilizaji kwa nini pengine ufugaji wa kambale utakuwa mwepesi kwa mtu mwenye mtaji mdogo ikilinganishwa na sato, kwa kuzingatia hizo tabia nilizotaja. Nitafafanua huko nikimaliza hapa baada ya kuelezea tabia upumuaji. Ndio tumetoka kujadili muda wa sekunde, na hivi tunajadili sasa uzalianaji wanazaaje, tabia zao za uzaaji, kwa sababu wewe unafuga lazima uzaaji endelevu. Utakiwa kila wakati nifikiria kwenda kununua vifaranga. Baadaye tutajadili pia baadhi, kwa sababu ndio kama ndio kitu cha mjadala wetu wa siku ya leo au masomo yetu ya siku ya leo. Sawa. Uzalianaji ni wa msingi kwa sababu ndio uendelevu wa mradi wenyewe. Kama kila wakati utalazimika kwenda kununua vifaranga kwa gharama na kuwasafirisha, ndio unakuta njiani utaingia gharama kubwa sana na wewe ni mtaji mdogo. Badala yake na vitu jifunze namna samaki hao wanazozaliana ili tuweze kudhibiti mazingira yao, waweze kuzaliana mle kwao tunapowafugia. Sasa kila aina samaki ana tabia zake. Ndio. Na penyewe kwa kuzingatia uzalianaji, viumbe wote wamegawanyika katika makundi matatu. Kama ilivyokuwa kwenye tabia ya ulaji chakula. Kwenye uzalianaji viumbe wote, wanyama wote wamegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale wanyama wanaotaga mayai. Wanataga mayai, yanatamiwa nje. Huyu ni kama kuku anaweza kutaga mayai. Sasa kuna viumbe wengine wao uzao watoto, yani kama binadamu au panya, kupaka na zao watoto atagi mayai. Sawa. Alafu kuna viumbe wengine au wanyama wengine wao weza kutaga mayai tumboni, yani mayai yako tumboni, alafu yanaanguliwa tumboni, kisha inazaliwa vitoto vidogo. Hajazaa kama binadamu anazaa kutokea tumboni, kiuno kimeumbwa tumboni kinatoka. Lakini kwa kuna wanyama wengine ambao wao mayai yanaumbwa tumboni, kwenye uzazi wake yanaanguliwa ndani kwa ndani inapotoka mtoto. Kwa hiyo kwa kuzingatia hii tabia ya uzalianaji, wanyama wamegawanyika kwenye makundi haya matatu. Kundi linalotaga mayai huitwa oviparous, wanataga mayai, hao ni oviparous. Na kuna kundi lingine la wanyama wao uzao watoto, yani paka nini anazaa watoto, nini anazaa watoto, wanadamu hii hapo huitwa viviparous. Alafu kuna hao ambao wana mayai yanatungwa tumboni, yanatasikia tumboni, alafu anazaa watoto, hao huitwa oviviparous. Sasa hawa oviviparous na kwenda kujadili hawa samaki wako kwenye kundi gani katika hiyo makundi matatu. Sawa. Kijua hilo itasaidia sana kujua namna samaki anavyozaliana. Samaki walio wengi watagaji mayai, na mayai yao hawa wapandani. Kutanganya kwamba eti wanapandana au wanafanya mate, hapana. Kama wanavyofanya mbwa ndio, hapana. Wao samaki dume wapo, samaki jike vile wapo, lakini hawapandani kama wanyama wengine. Wao samaki jike utaga mayai, na kisha samaki dume utoa mbegu za kwenda kutafuta mayai nje ya mwili wa jike. Hiyo ndio la msingi sana, lakini wanataga mayai. Kwa hiyo ni maana hiyo ndio viparous. Kwa mara nyingi hawa wakifuga wa urembo, hiyo itakuwa mada siku nyingine. Ndio.
hawa wa kufuga ambao watu wameka ndani ya nyumba, ornamental fish wanafuga. Hawa tabia yao wanakuwa na mayai yako tumboni, yanapasukia tumboni alafu wanazaa watoto. Hawa wanaitwa ovivipara. Sasa hawa hatuwajadili leo. Leo tunajadili ovipara kwa sababu tunataka kujadili huyu samaki kambale, yani catfish kwa Kiingereza, na huyu samaki sato, yani tilapia kwa Kiingereza. Hawa ni ovipara wote, wao hutaga mayai. Lakini kati yao utagaji mayai wanatofautiana sana. Kati ya huyu kambale ambao tunataka kujadili na huyu sato. Huyu kambale yeye kwenye utagaji wake mayai kwanza anataga nadra sana, mara chache sana. Hilo la kujua sana kwa mfugaji. Alafu anapenda kutaga kwenye hizi mabwawa ya asili ambayo yametengenezwa kwenye udongo, yani mchimba bwawa kwenye ardhi, anaweza kutaga hata mara moja kwa mwaka. Sawa. Taga mayai mengi kati ya 10 mpaka 20 kwa mtago mmoja. Akishataga kwenye maji yanayotembea na maji ambayo ni safi, unaona maana anataga kwa wakati wa mvua zinaponyesha, na anapenda kuchimba vishimo kidogo, anataga na mume atatemea nini mbegu zake, yatachabushwa nje ya mwili, alafu yataanguliwa ndani ya saa 24 mpaka 48. Yani yanakabwa leo, chokuta tayari karanga ametoka. Kwa hiyo unaweza kuona spidi ya utagaji kwamba ni mara moja kwa mwaka, lakini anataga mayai mengi na anataga nje. Dume anaenda kurutubisha, jike hana tabia ya kulinda mayai yake. Akishataga amemaliza biashara, ameweza safari zake. Kwa hiyo mara chache sana dume analinda yale mayai. Ndio uzaaji wa hiyo kambale. Ukishajua hivyo itasaidia sana kujua mazingira yako unapotengeneza bwawa. Je, ni namna gani utaweza kurekebisha bwawa lako ndani ya tabia za uzalianaji wa samaki. Nje na kambale pia kuna huyu sato. Samaki sato yeye utaga pia mayai kama nilivyosema kwa awali, ni ovipara. Lakini utagaji wake sasa huyu ni makini sana. Nikiwa baada hata wiki 3 mpaka mwezi 1.5 atataga. Na uanza uzaaji mapema sana, akiwa na hata na urefu wa tutasema hata sentimita 10 tu anaanza kuzaa. Akiwa na gramu kidogo sana anaanza kuzaa. Kila baada ya wiki 3 mpaka mwezi 1.5 atataga mayai. Lakini anataga mayai machache sana ukilinganisha na kambale. Unaona anataga mara nyingi kwa mwaka, sababu kila wiki 3 mwezi 1.5 anataga. Na yeye hana masharti kwenye uzaaji sasa. Yani popote akipata maji tu hivyo na hivyo asubiri mvua anataga. Dume anarutubisha akiwa nje kama vile vile wanavyofanya. Anataga mayai yanarutubishwa nje, yanaanguliwa ndani ya wiki moja, 3, 4, 5 mpaka wiki moja kulingana na joto la ile eneo. Sasa yeye tabia yake nzuri sana sasa kwenye ndio maana wanazaliana kiweka kwenye bwawa, watazaliana sana mpaka utaweza kuweza kushinda ufugaji. Yani watadumana kwa sababu watabanana ile kwenye bwawa. Wanazaliana kwa kasi zaidi. Sababu ikumbuke wanapozaliana kwa kasi kwenye bwawa dogo, na maana wananyanyana chakula, wananyanyana hewa safi, watatoa taka mwili kama carbon dioxide pneumonia kwa wingi. Kwa hiyo sato wakifugwa kudhibiti na kudhibiti uzalianaji wake. Bila hivyo unaweza ukajikuta unafuga samaki mwaka mzima, lakini vinatoka vijitu vingi lakini vidogo sana kwa sababu ya uzalianaji. Kwa sababu anazaa mara nyingi lakini anatabia kutunza mayai na watoto. Samaki jike sato jike baada ya kutaga yale mayai, yeye hayaachi nje, anatunzia mdomoni. Yahifadhi mdomoni kwa siku hizo 4 mpaka 5 ama siku na wiki moja mpaka watakavyoanguliwa ndio anawatenga. Na anatabia hata watoto wenyewe wakianguliwa, ukija hatari yoyote inaweza kaameza kaenda nao. Kwa hiyo huyu ni samaki makini sana kwenye uzazi. Analinda mayai mpaka watoto, tofauti na kambale. Na hii ni jambo la msingi sana kwa mfugaji kujua. Sasa nitakuja nieleze tabia yake uzaaji, namna tunavyoitumia sisi kwa faida, kuweza kuwekeza katika ufugaji wa samaki wa kambale na sato kwa pamoja. Ikiwa tunalenga kwamba tupunguze gharama za chakula na hivyo tufanye ufugaji wa samaki kwa mtaji mdogo. Nitaelezea hivi punde. Sawa. Na kwa sababu tumemaliza tabia za samaki kwa kuangalia aina ya maji, joto, chakula, upumuaji na uzalianaji. Ndio. Nafaa sasa tuangalie ni aina gani ya samaki ambaye ni mpesi kufuga kati ya hawa wawili. Kwa sababu hatuwezi kujadili sangara. Sangara na masharti makubwa zaidi, anataka maji marefu zaidi, kina kirefu zaidi na mambo mengi. Tunataka kujadili samaki hawa wawili pendo hata sokoni. Sawa.
Sawa sawa. Samaki ambaye ni mwepesi kwa kufuga kwa mtaji mdogo ni kambale. Kambale. Na kambale hautaufuga peke yake, itabidi aende na sato. Kwa sababu gani? Naelezea hapa. Sawa. Kambale anaweza kuishi kwenye maji madogo hivi, hata kama tope hivi. Ndio. Hiyo ni faida ya kwanza kambale. Kwa hiyo kama una maji kidogo ya wasiwasi, unapata maji kwa shida, mengine hata unabaika na ile eneo halina maji ya kutosha, kambale atasurvive vizuri, kwa sababu hata ikiwa tope anaweza kaa. Samaki kambale anaweza kujificha, kama tulivyosema, na upumuaji wake ni mwepesi, anaweza jificha hata chini ya udongo kwenye tope, hata kama mwaka mzima akasubiri mvua kuonyesha, ataendelea tena na maisha. So ni mwepesi kufuga, sababu utahitaji maji kidogo, hata kama ni machafu tope atakaa. Bila sako maji yakiwa mabaya sana kama hivyo, ni madogo na nini, anaweza kupumua, kwa sababu yeye anapumua kwa kutumia gills. Ndio. Lakini huyu kambale yeye kwa upande wa joto anaweza kudhibiti joto kwa sababu ana nafasi. Kama akiona joto labda limeongezeka, anaweza kwenda kujichimbia mahali fulani, lakini sasa ana tabia sana za kuchimba kama kambale. Na ulaji wa chakula, unaona kambale anakula vingi tofauti. Anaweza kuchimba kwenye udongo akapata wadudu kama wale ambao tutaelezea baadaye. Anaweza kuishi kwenye mazingira, anaweza kala samaki mwingine, samaki mbabe kwa ujumla. Kwa hiyo kwenye maji unakuwa ubabe, au kwenye asili kwa ujumla nature inataka kama ka ubabe fulani. Kwa hiyo kwa vyovyote vile anaishi kwa ubabe, kwa sababu ndio ile tena kwamba kama Darwin alivyosema kwenye hiyo nadharia yake ya natural selection, kwamba wale ambao ni dhaifu watakufa na wale ambao ni strong watasurvive. Survival of the fittest, kama inavyosema hiyo theory ya natural selection. Kwa hiyo huyu hapa ataishi vizuri zaidi, atakwenda zaidi, ataishi vizuri kwa sababu ni mbabe kwenye maji, anakula hiki na chukua hiki na sura, ataishi vizuri zaidi kuliko sasa. Na kwa ufupi hapo tumemaliza kusema tabia na kuchambua ni aina gani samaki ambaye ni mwepesi kwa kufuga. Ni kambale, lakini nitaufuga na sato. Kwa sababu gani? Sato kwa sababu anazaa sana, atakuwa ni chakula. Wale watoto wa sato nao tutafuatilia mpangilio, wale bila wazazi wa mpango, wale itakuwa ni chakula cha kambale. Sato wengine usiogopi, sato atakubaki, wanaobakia kwenye natural selection hiyo, wanaobaki baada ya kuliwa watoto wake na nini, wanaobaki utawavuna kama kawaida. Kwa hiyo ndio maana tunachanganya sato na kambale, kwa sababu lengo la kufuga sato pale sio kwamba tuvune sato zaidi, lengo tuvune kambale zaidi. Muda utapata wale sato waliobakia bila kuliwa na kambale, itakuwa ni faida yako hiyo, utakuwa umeweza kuwavuna nao. Lakini sana wewe jicho lako utakuwa unaangalia zaidi kambale. Hilo la jambo la msingi sana. Tunachanganya au samaki kwa sababu hiyo. Na nitaeleza hizo mbinu 4 ama 5 tunazozitumia kupunguza gharama ya chakula. Yaani wale wafugaji kwa mtaji mdogo. Nitaelezea hivi na hivi, lakini hili hapa ninalosema kama mbinu mojawapo ya kuchanganya kambale na sato, mbinu mojawapo ya kupunguza gharama ya ulishaji wa samaki. Sawa. Nje na hapo, wakati tunaenda kuelekea pengine mwishoni mwa kijiji chetu, ndio, na kabla sijaenda kujadili hizo mbinu 5 za kufuga samaki kwa mtaji mdogo, naomba ni kufundisha kidogo au kuelezea kidogo kuhusu mifumo ya ufugaji. Kuna mifumo takriban 4 ya ufugaji. Kuna mfumo wa kwanza wa kuchimba mabwawa, yani katika ardhi kama sisi ambao tunafanya mara nyingi, kwa sababu mara nyingi mabwawa utachimba eneo ambalo ni bondeni, ambapo maji yanaweza kuingia kwa wepesi au kina chemchem za chini. Ndio. Au utavuna maji ya mvua. Kama uko eneo la mteremko, unaweza ukachimba bwawa kubwa alafu kuna maji wakati mvua yakataa, wewe una fursa kubwa sana. Sasa sisi tukitumia mara nyingi kujibonea mabonde ambapo pia kuna chemchem za chini. Kwa hiyo hiyo ni njia moja hapo ambayo ni ya mtaji mdogo, kwa sababu unahitaji wakati mwingine jembe lako na asili wako kuchimba bwawa la size atuka maji kaingia pale kaanza kufuga. Hiyo ni njia ya asili hiyo. Njia ya pili ni ya kujengea bwawa, yaani unalichimba alafu unajengea kwa kutumia cement, au unaweza kulijengea au usilijengea lakini ukaweka karatasi ile ngumu. Nayo ni pia ni njia nzuri. Karatasi laini nyeusi nazo pale gharama nafuu, kwa sababu unaweza kuta haikuwa gharama nyingi. Kwa hiyo unaweza kuta unachimba bwawa lako, unabaza zile karatasi, unazima maji wakati wa mvua, au unaingiza maji kwa mtungi kutokea kwenye maji ya pengine ya bomba, unaingiza pale maji yanatoka. Kwa hiyo unaweza kufanya vitu maji ya kisima, ukawa una pump yanaingia mle, unabadilisha. Kwa sababu ikumbuke kwamba kwa sababu zile ninazosema tabia za samaki kwamba utoa taka mwili, lazima ile maji yawe yanabadilishwa kila wakati. Kwa wiki kwa mfano mara moja
au mara 2. Inatokana na mwitikio wa samaki. Utawaona samaki ambao wana afya nzuri wanaonekana pale kwenye maji. Hewa ikipungua utaona wanakuja juu wanapiga maji, kwa hiyo juu hapo hewa imepungua ndani. Sharti tupunguze nini? Yatoe maji, badilishe na atoe maji yote tunatoa kwa mwisho. Utakapotoa maji yote kwenye bwawa kaika mengine mapya, unaanza tena kujiandaa kuadapt upya kwenye mazingira mapya. Kwa hiyo haishauri kutoa maji yote kwa wakati mmoja. Unatoa kiasi, unaweka mengine, unatoa kiasi, unaweka mengine, ili sasa waendelee kuzoea mazingira yale. Usibadilishe maji yote kwa wakati mmoja. Huu mfumo wa maji wa bwawa la asili ya kuchimba, lakini bwawa ile kama nilivyoeleza la kuchimba alafu kujengea au kaweka karatasi. Na kuna mfumo mwingine wa tatu wa tank. Mfumo wa tank ambazo hizi tank zinajengeka kabisa, zinakuwa ni tofauti na bwawa. Bwawa liko chini kumbuki, shimo. Lakini tank liko juu, limejengwa tank kama tank. Ndio nao mfumo mwingine. Lakini kuna mfumo mwingine wa kisasa zaidi ambao ni gharama. Hii ni watu ambao wana mitaji mikubwa. Inaitwa recirculatory aquaculture system. Recirculatory aquaculture system. Hii ni mfumo wa matenki ambayo yameunganishwa na yenyewe yanachuja maji, yana mfumo wa kuchuja maji, na hii njia inaitwa RAS kwa ufupi. Mbinu ambayo imekuja ni ya kisasa zaidi na ufuga samaki kwenye eneo dogo, hata uwani pale nyumbani unaweza kufuga samaki hata 5,000. Lakini investment yako ya kufuga samaki 5,000 inahitaji kuwa na milioni 10 kwa mfano. Kwa hiyo ni hatuwezi kujadili leo kwa sababu hiyo inahitaji mtaji mkubwa, hiyo recirculatory aquaculture system. Kwa sababu hiyo ni mfumo unahitaji mitambo ya pampu maji na inaweza kwa wengi wasiweza kumudu. Ila tunayojadili siku ya leo ni ya mabwawa ya kuchimba chini na kuacha bila kuyajengea kama una chemchemi za maji, na nyingine ni hii ya kuchimba alafu kujengea kama unahisi kama pala una chemchemi ukajengea kwa sementi au kuwekea na makaratasi yale na hizi ndio mbinu ambazo tunatumia kwa sababu mada yetu ni ufugaji wa samaki kutumia mtaji mdogo. Kwa hiyo hizi mbinu ndizo tunazojadili kwa siku ya leo. Hizi mbinu za pili, moja bila kuchimba bwawa bila kujengea, na nyingine kuchimba bwawa na kulijengea kwa kutumia sementi au kuweka miti na makaratasi. Hizi nyingine za tank na hizi RAS hatujadili kwa sababu zinahitaji mtaji mkubwa zaidi. Hapo tumejadili kwa ufupi kuhusiana na tabia za samaki na mfumo ya ufugaji wa samaki. Msikilizaji wangu, kipindi hewani ni kipindi cha kilimo, mifugo pamoja na uvuvi, na hapo tumeweza kumsikia mtaalamu wetu na tunakwenda mapumziko mafupi. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. AJIFARMS wamekuja na suluhisho la kudumu na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na AJIFARMS leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni AJIFARMS. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa AJIFARMS unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la AJIFARMS. Wote mnakaribishwa. Na sasa tusikilize mbinu kutoka kwa mtaalamu wetu ambapo yuko pale Chato. Mbinu gani tunayoitumia kiasi kwamba tunafuga samaki kwa mtaji mdogo? Na kama nilivyo kwenye utangulizi, kama nilivyoeleza kwa awali, ni kwamba wafugaji wa samaki mara nyingi wanakwama kwenye chakula.
Samaki kama kuku anakula masaa yote, yani muda wote atakula, na ndio maana ukulaji wake unakuwa kwa kasi sana. Kama atapata joto nzuri, sisi tuna ushuhuda hapa ambapo tulipanda samaki takriban miezi mitatu ama 4 iliyopita, na sasa samaki mmoja kambale kutoka kwenye bwawa yuko tayari kilo 1, kilo 1.5 na wengine kuelekea kilo 2 ndani ya muda mfupi sana, lakini amefika almost kilo 2 kambale. Na sato ndani ya miezi 4 amefika almost nusu kilo. Sasa ili aweze kukua kwa spidi hiyo, anakula sana, wanakula sana. Sasa wewe ukijiweka kwamba ukijituma kwamba sasa nitanunua chakula, uenda wakufilisi hawa viumbe watakufilisi. Sasa ufugaji wa kuku, ukijitia kwamba unanunua chakula cha madukani, enda ukaja kumuuza kuku hasara, na hela yenyewe ya chakula itoke. Sasa na samaki ni technique hiyo, na hapa ndio maana kilimo biashara, kama unapokuwa kufuga sharti uzingatie ninaingiza shingapi na ninatoa shingapi. Upige hapo uone faida. Kama haikupi faida, hiyo sio biashara, achana nayo. Sasa mbinu gani tunazozitumia hapa kwenye ufugaji wa samaki kwa kwamba tunapata faida ili iwe kilimo biashara? Ya kwanza ni tunafanya ufugaji mseto. Ufugaji mseto ikimaanisha kwamba tunafuga kambale na sato katika bwawa hilo moja. Ndio. Ina maana tunafanya kwamba ile sato, kwa sababu ya tabia zake kama tulivyojadili za uzalianaji kwa kasi, wale watoto wa sato wanazaliwa kila wakati, kila mwezi, chakula pendwa cha kambale. Kwa hiyo wengine wataliwa, wengine watabaki. Ndio tunasema survival of the fittest. Umeona hiyo principle ya natural selection, kwamba wale ambao watabaki sawa, wataendelea na wenyewe, watakuwa watazaa tena, kina wengi wataliwa na hawa kambale. Sasa hiyo tayari umeshapunguza gharama. Baadaye niende kununua mfuko wa chakula kwa kabla tayari nimetumia viungo wale mle kidogo, mmoja kamla mwingine. Na hiyo ndio maana ya agroecology. Yaani unafanya kilimo kinachoenda na ekolojia. Ndio. Ekolojia ni neno ambalo linamaanisha kwamba kiumbe mmoja anamtegemea mwingine. Mimi nakula ng'ombe anakula nyasi. Hiyo ni ekolojia. Sasa na samaki vile vile, kambale na mlasato. Sasa hapo napo tumefuga kwa kufuata ekolojia. Hiyo ndio maana ya agroecology. Yes. Sasa hiyo ni mbinu ya kwanza, kwamba tunafanya ufugaji mseto, kambale na sato kwa pamoja. Ndio. Inapunguza gharama za chakula kwa sababu kambale amemla sato ambaye anazaliana bila mpango. Mbinu ya pili ndio ya kuhakikisha kwamba tunatumia gharama ndogo kwenye uzalishaji wa chakula ni tunatumia mbinu ya taa yenye mwanga mkali. Kwa hiyo unapofugia sharti iwe na chanzo cha umeme, kwa sababu taa ya sola haiwezi kukupa mwanga kutosha. Ndio. Kama ujuavyo, wavuvi wengi kwenye ziwa, ziwani au baharini, wakati kwa nini wanaendelea kutega samaki wakati wa usiku na sio mchana? Walio wengi, samaki wengi pata kwenye mwanga pale. Hawapati mwanga, bali unafuata wadudu wale walipo kwenye mwanga. Ndio. Kwa mtu akipeleka ile taa kule ziwani akaenda kuvua samaki, taa inapowaka, wadudu wengi mbalimbali wanaruka taa kwenda kwenye taa. Wanaporuka kwenye taa wanajigonga kwenye ile taa, alafu wanapotoka ndani ya maji. Samaki sasa wale wote ambao wako kwenye ile eneo wanakimbia. Samaki kwenye maji anaona vibaya mno. Anakuja mpaka ile eneo ambao kuna ile wadudu wanaotoka kwenye maji. Huyu mtegaji mvuvi anamvua samaki, anawapata. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Na sisi bado tunatumia njia hiyo. Sawa. Tumebuni njia hiyo, pengine hata kwenye kitabu haifundishwe. Lakini mwalimu mzuri ni mzoefu. Sawa. Tunafunga taa kwenye mabwawa na waka kwa kazi kwa mwanga mwingi, tunavuta wadudu. Wale wadudu wanaporuka kwenye ile taa wanajigonga, wanadondokea kwenye maji, wale samaki wanakuwa chakula bila gharama. Zaidi mimi nitalipia gharama za umeme tu ambazo ni ndogo ikilinganisha ningeenda kununua chakula kule dukani. Hiyo ni mbinu ya pili. Mbinu ya tatu ambayo tunatumia, ambayo inasaidia kupunguza gharama za chakula na hivyo kufanya ufugaji wa samaki kwa mtaji mdogo, ni hii ya ufugaji wa bata ndani ya bwawa la samaki. Ndio. Yaani banda la bata, kama bata ni aina zote zenye hizi bata jamii ya Muscovy, kwa sababu kuna bata bikini, Muscovy, Maladi, Peking. Sasa wale bata wote wenye miguu iliyokuwa
wanaoshikamana, wale bata wanaoogelea. Ndio. Hapo asisemei bata mzinga, hapana. Ni bata wengine jamii na bata maji tuliowazoea, bata wa kawaida. Sasa hawa ni bata wapenda maji. Yaani bata ukizungumza bata bukini, bata pia tunaofuga nyumbani. Usipompa maji umemwadhibu sana. Na anaweza kafa kwa sababu anatumia maji kwa njia mbalimbali ya kujiweza kujipoza joto, kula chakula, kusafisha pua zake. Sasa bila maji anakufa. Sasa tunafuga wale bata inakuwa ni faida. Tunamfuga ndani ya bwawa la samaki. Kwa hiyo bata anafurahia kuwepo kwenye bwawa lile kwa sababu ndio mazingira halisi ya asili ya wale bata. Sasa kinachotokea hapo ni nini? Banda la bata lipo limejengwa juu ya bwawa la samaki kwa kutumia nguzo ambazo linashikilia lile banda lielee. Sasa wale bata wanajisaidia kinyesi kutoka kwenye lile banda. Ile kinyesi cha bata sasa kinadondoka ndani ya maji ya ambao ni bwawa la samaki. Ndio. Kile kinyesi chake kinapodondoka ndani ya maji ya bwawa la samaki, kuna sayansi ndogo sana hapo. Sayansi ni hivi, kile kinyesi chake kinakuwa ni mbolea kwa sababu ile mbolea inapoenda kwenye maji kuna mimea midogo midogo ndani ya maji. Hii mimea midogo midogo ndani ya maji inaitwa phytoplankton. Hii mimea midogo midogo inaota ndani, hata ukikaa maji yakaa muda mrefu, ukija kuangalia kikaa muda mrefu hata miezi 3-4, ukija kutazama yale maji unakuta kama ya kijani hivi. Ya kijani. Ile kijani unayoiona kuna mimea midogo midogo imeota ndani ya maji. Sawa sawa. Ndio maana wale maji yaliyokaa muda mrefu yakatuama, utakuja kuangalia yanakuwa na kijani. Ile kijani ile ni mimea iko ndani ya maji. Hata ili mimea iweze kuota vizuri, sharti kuwe na mbolea. Sasa ile mbolea inatoka wapi? Ndio kinyesi cha maji cha bata. Sasa kinyesi kile kimekuwa ni mbolea, kimesaidia mimea ile phytoplankton kukua vizuri. Na ile phytoplankton sasa inapokuwa vizuri, yani mimea majini inapokuwa, moja inaweza ikalipwa na samaki kama sato. Sato anapenda hiyo mimea ambayo inaota majini. Mimea ambayo inaota majini nyingine ya muhimu sana ambayo tutajadili hapa ni azola. Yaani ukiweka azola kwenye maji inaota majini juu. Ndio. Unaona, ukiweka majini ile azola haiwezi kuota nchi kavu, inaota majini. Kwa hiyo yule samaki aina sato anakula sato ya azola. Lakini si azola pekee yake ninachozungumzia. Tunazungumzia phytoplankton kwa ujumla wake. Kuna mimea midogo ndani ya maji ambayo inaota kwa sababu ya kinyesi cha bata ambayo ni mbolea, inaota kwa kasi sana. Sasa hiyo mimea italindwa na sato ambao wako kwenye, kwa sababu tukumbuke sato ni omnivore. Sato anakula nyama, ina maana kama wadudu, lakini pia anakula na majani. Sasa kwa sababu ni omnivore, tukula ile mimea. Nje na hapo, ile mimea yenyewe iliyo kwenye maji, ile phytoplankton inaliwa pia na kuna wadudu wadogo ambao wako kwenye maji wengi mno. Yaani maji yamehifadhi wadudu wengi sana. Sasa wale wadudu nao wanapenda kula ile mimea phytoplankton. Ndio hiyo agroecology nimesemea hapo mwanzo. Ekolojia. Ndio. Angalia sasa kwamba kinyesi cha bata kimeingia kwenye maji, ikarutubisha mimea hii phytoplankton, na hii phytoplankton sasa ikakaa vizuri, alafu phytoplankton zikaliwa na wadudu wadogo ndani ya maji, yani zooplankton, wanaitwa zooplankton. Wale wadudu wadogo wakala hiyo phytoplankton. Alafu wadudu wadogo wanaliwa na samaki, chato na kambale. Phytoplankton inaliwa na zooplankton. Phytoplankton ni mimea midogo ndani ya maji, inaliwa na wadudu wadogo ndani ya maji ambao wanaitwa zooplankton. Alafu zooplankton wenyewe wanaliwa na samaki. Unaona muunganiko huo? Ndio maana sasa tunahitaji bata kwenye maji, kwa sababu bata kwenye maji atasaidia mimea ile ukue. Mimea akisha iliwe na wadudu ndani ya maji, wadudu waliwe na samaki. Kwa ufupi hapo ndio tunachotumia tekniki hiyo ya kufuga bata, kujenga banda la bata juu ya bwawa la samaki. Hiyo ni mbinu ya tatu ya kushika gharama za chakula. Naweza kukuuliza swali kwamba je, hao bata kinyesi chake kitatosha bila kuchanganya na vyakula vingine ambavyo wewe utamimina kwenye bwawa? Hapa ndio swali la kipekee sana, kwa sababu ni kumbuke hapa hatutumii jiwe moja, tunatumia mawe mengi kupiga adui moja. Ndio. Kama nilivyokueleza hapo awali, utaona kwamba utaona kwamba tunatumia mbinu zote zinaenda kwa pamoja. Huwezi kutumia mbinu moja ikatosha. Ndio. Kwa sababu chakula kwa samaki anakula muda wote. Kwa hiyo ukisema tumtegemee bata peke yake, atazalisha chakula, atalisha kinyesi cha bata
bata kitalisha ile mimea, alafu ile mimea italisha wale wadudu wadogo ndani ya maji, wadudu wadogo ndani ya maji wataliwa na samaki. Hiyo ni mbinu moja ambayo huenda chakula kisitoshe kama chakula tulivyouliza. Ni kweli inaweza kisitoshe. Ndio. Sasa ili kitoshe, unaona tumefunga na taa ile. Usiku ile taa yenyewe kila usiku tunakudu mamilioni wanajigonga na kudoka kwenye maji. Samaki anaendelea kula. Nje na hapo tumefunga sato ndani ya maji. Ndio. Kila mwezi au mwezi mmoja na nusu sato natoa watoto 100 mpaka 1500. Inatokana na umri wake. Watoto 100 mpaka 1500 kwa kila mwezi. Kila mwezi au miezi miwili wanatoka watoto. Na wenyewe ni chakula cha kambale. Unaweza kaona kwamba ni mbinu mbalimbali zinatakiwa zitumike kwa wakati mmoja. Okay, sawa. Atumii mbinu moja, na hapa tunataka kujikitize sana. Hauwezi kusema nimefunga tani nimaliza. Ndio. Samaki watashindwa kukua. Lakini mbinu ya 4. Ndio. Mbinu ya 4 ni ya kuga wale minyoo wa kwenye udongo. Minyoo ya kwenye udongo. Mimea hii ya kwenye udongo, minyoo ya kwenye udongo huitwa earthworm kwa Kiingereza. Lakini kwa jina la sayansi huitwa Yersinia fetiva. Hii ni minyoo ambayo tumezoea mvua ikinyesha na inatembea inajivuta tu. Hiko ni chakula pendwa sana kwa samaki. Sasa sisi tumebuni mbinu ya kufuga hawa minyoo hao, ambapo tunakusanya udongo mahali, tunaweka nyasi, tunakusanya udongo, tunaweza kaongezea na mbolea kidogo ya samaki. Alafu tukaingiza unyevunyevu ile minyoo. Ile minyoo itazaliana kwa kasi sana. Bila wewe kuikontrol, itazaliana kwa kasi sana. Hiyo minyoo ndio tunachukua tunarusha kwenye bwawa, au tunaweza tukatengeneza eneo ambalo liko ndani ya bwawa lakini lina kina kifupi. Hiyo shimo tukaweka ndani ya bwawa hilo. Samaki watakwenda pale kula sana au minyoo. Na ndio hawa wavuvi kutumia minyoo hii kama chambo. Samaki kwenye ndoano wanarusha kwenye maji. Samaki wanapenda sana hii minyoo. Kwa hiyo na sisi tumetumia mbinu hiyo ya kutumia minyoo ya kwenye udongo ama Yersinia fetiva kwa ajili ya kulisha samaki. Inapunguza gharama. Na mbinu ya 5 ya mwisho ambayo tunaitumia kwa ajili ya kupunguza gharama za uzalishaji wa chakula cha samaki na hivyo kufanya ufugaji wa samaki kwa mtaji mdogo, ni mbinu ya kulima azola. Ndio. Yaani bwawa ile la samaki tunachukua azola, tunapandikiza juu, tunamwaga. Kwa mfano bwawa la ukubwa wa mita 10 kwa 20, na mwaga ndoo moja ndogo ile ya mita 10, na mwaga mara moja. Ndio. Ile mimea inazaliana sana kwa speed sana kwenye maji. Inapozaliana vile, ile chakula nzuri sana ya sato. Sato anaishambulia sana hiyo kakata. Kwa hiyo tayari wewe badala ya kuweka chakula kwa ajili ya sato atakula ile mimea aina azola. Kwa hiyo tunaipanda pia hiyo. Kwa mbinu zote hapo kwa ufupi, mbinu ya kwanza azola, mbinu ya pili bata ndani ya banda la bata ndani ya bwawa, mbinu ya 3 ni ufungaji wa taa juu ya bwawa ili mwanga mkali, mbinu ya 4 tumesema ufugaji wa minyoo, lakini pia mbinu ya 5 ufugaji wa kambale pamoja na sato au chakula cha kambale. Asante sana, na hapo tunafika tamati ya yale maelezo yangu kwa sababu nimekapengine kuna swali na jambo lingine tuweza kuzungumza. Asante sana. Kwa majina kamili naitwa Bashiru Nur Ibrahim. Kwa namba ya simu ni 0743812853. Tunapatikana Tato Geita. Vizuri kabisa. Ndivyo anavyohitimisha mtaalamu wetu siku ya leo kuhusiana na ile mada pale kwamba ni mbinu gani tunaweza kuzitumia ili tuweze kufuga samaki kwa bei nafuu. Na hapa kuna ujumbe kutoka kwa msikilizaji wangu, anasema, ndugu mtangazaji, nawezaje kumtembelea huyo mtaalamu kujionea hayo anayoeleza? Ni nashukuru pia kwamba hapo mwisho mtaalamu ameweza kutoa namba zake za simu, na wewe msikilizaji unaweza kuwasiliana naye moja kwa moja na